watumishi wa Mungu, kwa maana linatugusa wote. Tuko pamoja watumishi wa Bwana. Sasa natamani tuende polepole pamoja, naamini Mungu atakuwa anaendelea kutusaidia. Anasema kwamba ikiwa misingi imeharibika, mwenye haki atafanya nini? Amina watumishi wa Mungu. Ni wazi kabisa kwamba misingi ikiharibika, Mungu anachotegemea cha kwanza, anategemea kuna kitu kifanyike ili kutengeneza hiyo misingi ikawe sawa. Amina. Ili kile ambacho kilitegemewa kijengwe juu na kiendelee kiweze kufanyika. Tuko pamoja watumishi wa Bwana. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Sijui mnanipata watumishi wa Bwana. Kwa hiyo ikiwa misingi imeharibika, utapata kuona vitu kadha wa kadha. Cha kwanza unaweza ukaona pale kwamba kuna hali ya kupoteza tumaini au tarajio. Amina. Utaona kwamba imani ya wale watu imepotea kwenye hilo eneo. Amina. Utaona kabisa kuna kukosa mwelekeo au tegemeo lililo sahihi. Jambo lingine utaona pale ambapo eneo kuna misingi imeharibika, utaona kuna ukosefu wa uimara au kusimama kwenye eneo hili. Tuko pamoja watumishi wa Bwana. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Na ukisoma neno la Mungu kwenye hiyo Zaburi ya 11 mstari wa 3 anasema misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Jambo la kwanza uelewe, usoma huo mstari vizuri, ni kama anauliza swali. Watumishi wa Bwana, sisi tuna Biblia hapa. Unaweza ukawa unaangalia ambacho ninakwambia. Hilo neno limeandikwa kwa mfumo wa swali. Amina. Tuko pamoja watumishi wa Bwana. Na ukiona kila mahali ambapo kuna swali ujue kuna nini? Kuna jibu pia. Tuko pamoja. Kana kwamba unashindwa kujiuliza maswali kwenye changamoto ambayo unayo au kwenye mazingira ambayo unayo, ujue kuna utashindwa kuvuta jibu la hiyo changamoto. Tuko pamoja. Watu wote ambao huwa wanaleta matokeo au wanakuwa wanapata majibu ya vitu fulani fulani, kitu cha kwanza ambacho kinatokea ndani yao, wanakuwa ni watu wa kujiuliza maswali kwenye changamoto ambazo wapo. Tuko pamoja. Kwa kama kijana, kama baba, kama mama, kwenye eneo ambalo upo, inawezekana kuna mazingira hayajakaa sawa. Kitu cha kwanza lazima uanze kujiuliza maswali. The way unajiuliza maswali kwenye eneo ambalo upo au kwenye vitu ambavyo unapitia hauna majibu kwenye hivyo vitu, unaendelea kuvuta majibu. Tuko pamoja. Ila ukinyamaza na changamoto zikibaki vile vile, ina maana majibu au suluhisho litakosekana kwenye ile eneo. Tuko pamoja watumishi wa Bwana. Tuko pamoja. Na neno la Mungu linatueleza kabisa ni asili ya Mungu kwamba pale panapokuwa na changamoto au kunakuwa na jambo, Mungu huwa anakuwa anajiuliza maswali. Anapokuwa anajiuliza maswali, anatafuta suluhisho kwenye changamoto au kwenye vitu ambavyo vinatokea kwenye maisha ya watu wake. Kwa maana Mungu hapendi maisha ya kwako yabaki katika changamoto au katika hali ile ile. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Ndio maana Mungu naye, kutokana na kwamba anaona mazingira ya kwako na maisha ya kwako kuna vitu vimeharibika ambavyo anatamani avitengeneze, lazima naye anajiuliza maswali. Na ndiyo swali kama hili anajiuliza kwamba misingi ikiharibika mwenye haki atafanya. Tuko pamoja watumishi wa Bwana. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Kwa lazima tuwe watu wa kujihoji. Lazima tuwe watu wa kutafakari, wa kuona kwamba kwenye maisha ya kwangu kama kijana, kwenye maisha ya kwangu kama baba au mama au yoyote yule, ni wapi hapako sawa. Tuko pamoja. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Na unapoona changamoto yoyote pia ambayo unakutana nayo na hauelewi namna ya kutokea, ujue pia ni fursa ya Mungu kujitokeza. Tuko pamoja. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Tuko pamoja. Utamjuaje kwamba Mungu yeye ni Bwana wa vita ikiwa hautamruhusu pia akusaidie kwenye vita vya kwako? Mungu anao uwezo, ila sometimes uwezo wa kwake na udhihirisho wa kwake unategemeana na wewe vile ambavyo unampa nini? Nafasi. Tuko pamoja. Amina watumishi wa Mungu. Ya Mungu anaweza kukufanikisha na kukusaidia katika mambo fulani. Ila usipomruhusu kwenye eneo hilo, atabaki kuitwa ni Mungu na ataendelea kuwa ni Mungu na kuwasaidia wengine, as long as umeshindwa kumrecognize, umeshindwa kumtambua na kumpa nafasi anayostahili, utajikuta unashindwa kupata msaada. Si kwa sababu Mungu hana huo msaada, ila ni kwa sababu umeshindwa kumtambua na kumpa nafasi anayostahili. Tuko pamoja. Nimejaribu kwenda mbele kidogo kutokana na muda. Amina. Sasa natamani tuone misingi kadhaa hapa ambayo itatusaidia kuelewa. Ila natamani tumalizie hapo kabla hatujaendelea mbele. Ukisoma hiyo Zaburi hiyo 11 tukianzia pale mstari wa kwanza ule,
anasema Bwana ndiye niliyemkimbilia. Anaendelea kusema, mbona mnaiambia nafsi yangu, kimbia kama ndege mlimani kwenu. Ukirudi ule mstari wa 3 anasema kama misingi ikiharibika mwenye yake atafanya nini? Ameishia pale kwenye swali. Ukiendelea mbele unakuta na maelezo ambayo sometimes ukijaribu kuyasoma unaona kama hayaendani na swali alilouliza nyuma. Tuko pamoja? Ilikuwa tutegemee kwamba kwenye lile swali misingi ikiharibika mwenye yake atafanya nini? Ilikuwa tutegemee Mungu anasema fanya hivi. Tuko pamoja? Lakini unaona ameaddress tu swali akaelezea vitu vingine. Lakini majibu ya swali hilo liko kwenye mlango huo huo hapo. Amina. Ukianza huo mstari wa kwanza anasemaje? Bwana ndiye niliyemkimbilia. Tuko pamoja? Anasema mbona mnaiambia nafsi yangu, kimbia kama ndege mlimani kwenu. Sasa mtumishi wa Mungu anasema Bwana ndiye niliyemkimbilia. Alimkimbilia Mungu alipokuwa anaona katika mazingira ya misingi ya uharibifu ya kwake ilipotokea. Kimbilio la kwake lilikuwa ni nani? Ni Mungu. Tuko pamoja? Lakini tunaona kuna watu wanamwambia huyu mtumishi wa Mungu, kimbia huku na kule kama ndege milimani. Tuko pamoja? Ina maana watu wana mazoea kwao, kipindi ambacho kuna uharibifu na kuna changamoto kwenye maisha ya kwao, watu wana tamaduni za kwao za wapi huwa wanakimbilia. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ndio maana hawa watu wakawa wanamwambia kimbilia huko milimani kama ndege. Tuko pamoja? Kwa maana ndege kipindi cha uharibifu fulani, mvua imenyesha, wenyewe wanajua kwenye milima fulani kuna sehemu, kuna mahali tunaweza tukajificha. Tuko pamoja? Lakini mtumishi wa Mungu au neno la Mungu linatuambia siri kubwa ya kuweza kutengeneza maisha ya kwetu akakaa katika msingi na eneo ambalo Mungu anataka tumkimbilie yeye. Tuko pamoja watumishi wa Bwana? Ndiye maana anasema Bwana ndiye niliyemfanyaje? Niliyemkimbilia. Sasa ni swali kwako mtumishi wa Mungu. Kwenye eneo la misingi ya maisha ya kwako ambayo imeharibika, wewe ni nani unamkimbilia? Tuko pamoja? Unaweza ukaanza kufanya tathmini ya kwako. Kwenye eneo langu hili fulani, katika uharibifu na changamoto fulani, sikumkimbilia Mungu. Tuko pamoja? Na ni wazi kabisa kama anasema alimkimbilia Mungu, ina maana Mungu hiyo fursa alikuwa nayo. Tuko pamoja? Ya kuweza kutusaidia sisi katika eneo la uharibifu huo. Tunaenda pamoja watumishi wa Bwana? Tunaenda pamoja? Haya. Natamani Mungu atusaidie tuelewe, amina, uzito wa hili jambo au uzito wa jambo hili ambalo Mungu anatupa neema ya kulitafakari. Anasema, anamwambia kimbia huku na kule. Bwana ndiye niliyemkimbilia. Ukisoma neno la Mungu kwenye ile Zaburi ya 121, twende tuone hapa mtumishi wa Bwana huyu alikuwa anasema nini. Majibu yote yapo kwenye neno la Mungu huku. Anasema nitayainua macho yangu niitazama milima. Najaribu kusoma mwenyewe ili pia tuokoe muda. Anasema nitayainua macho yangu niitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Anainua macho yake na anatazama milima. Anapotazama milima huko, anapotazama huko, alikuwa anategemea kupata msaada huko. Tuko pamoja watumishi wa Bwana? Na anauliza kabisa, msaada wangu utatoka wapi? Maana ameshatazama milima. Sijui hata nikueleze nini mtumishi wa Mungu. Wewe unajua mlima wa kwako ambao wewe unaukimbilia na unautazama, ambapo changamoto za kwako unapokosa msaada, unaujua. Tuko pamoja? Lazima uhakikishe, je, huo mlima ni mlima wa Bwana? Tuko pamoja? Kwa maana si kila mlima wa kufanyaje, wa kukimbilia. Tuko pamoja? Mlima pekee ambaye ni msaada pekee ni Mungu mwenyewe. Tuko pamoja mtumishi wa Mungu? Tuko pamoja mtumishi wa Bwana? Kwa anasema nitayainua macho yangu niitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Anaendelea kusema pale, msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa hiyo msaada wa kwako kwenye eneo lolote, kwenye haja ya kwako yoyote, upo kwa nani? Kwa Mungu. Nadhani hilo swali limejibiwa mtumishi wa Bwana. Tuko pamoja mtumishi wa Mungu? Lazima ufahamu mtumishi wa Bwana kwamba hizi ni nyakati za mwisho. Tuko pamoja? Hizi ni nyakati za mwisho. Katika nyakati hizi shetani anakuja na udanganyifu mwingi na anakuja na mbadala wa vitu vingi kutamani kureplace au kushika ile nafasi ya Mungu ambayo iko ndani ya mioyo ya watu. Tuko pamoja?
Tuko pamoja. Najaribu kukusisitiza uelewe kwamba pia tusimzoelee Mungu na tukamchukulia Mungu wa kawaida. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Endapo Mungu anakuwa anatusemesha kwa namna hii na anaachilia neno lake kwa majira au nyakati kama hizi, usimzoelee Mungu anaposema maneno ya kwake. Tuko pamoja, watumishi wa Bwana? Tunaenda pamoja. Kwa nini usimzoelee Mungu anapotusemesha? Lazima uelewe kwamba ile kana kwamba Mungu anachukua muda wa kwake na kutenga nafasi kama hii na platform kama hii, kanisa kama hili, anaandaa watumishi wa kwake, anachukua muda mrefu, wengine wanapelekwa vyuo, wengine wanapitishwa katika mazingira fulani fulani ili Mungu aweze kuwatumia na kuwaleta hapa. Gharama yao ni kubwa. Tuko pamoja? Zaidi sana tuangalie ile gharama ya Yesu ambayo ameilipa pale msalabani kwa ajili ya kwetu. Ni kubwa zaidi ya chochote kile. Tuko pamoja? Uelewe kabisa Mungu ametuheshimu kwa namna ya kipekee sana mpaka anaweza kutenga muda wa kusema na wewe, kusema na maisha ya kwako. Mungu amekuheshimu na amekuona wewe ni wa thamani. Tuko pamoja, watumishi wa Bwana? Tuko pamoja? Ndio maana neno la Mungu anasema kwa sababu ulivyokuwa wa thamani machoni pangu, Mungu atatoa nini? Watu. Tuko pamoja? Ndio maana kuna hao watumishi wa Bwana tunaowaona hapa, Mungu amewatoa kwa ajili yako wewe, mtumishi wa Mungu, ili kuonyesha uthamani wa kwako namna ulivyo mkubwa. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Kwa hiyo siku yoyote na wakati wote usizoelee madhabahu, usizoelee neno la Mungu. Tuko pamoja? Ukiona Mungu anatenga muda wa kwake kusema na kuachilia neno la kwake, eka masikio ya kwako vizuri, eka utayari wa kwako kumsikiliza Mungu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ile neno ni kwa kanisa lote, lakini pia linatuhusu sana vijana. Tuko pamoja, watumishi wa Mungu? Tuko pamoja, watumishi wa Mungu? Sasa msingi wa kwanza wa kijana aliyefanikiwa ni nini? Tumeona hapo msingi ukiharibika mwenye yake atafanya nini, ila msingi wa kwanza kuona ni kutambua na kumpa Mungu nafasi anayostahili katika maisha yetu. Kutambua na kumpa Mungu nafasi anayostahili katika maisha yetu. Usipomtambua Mungu na usipotambua nafasi ya kwake kwenye maisha ya kwako, ni vigumu sana kunufaika na vile vitu ambavyo Mungu anavyo. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Leo hii tukihitaji kujenga hili kanisa na tukitaka kufanya ujenzi wa kanisa ile au ukarabati wa kitu chochote, tunamtafuta fundi. Tuko pamoja? Ina maana tumejua kwenye eneo hili na ujenzi wa kitu fulani kuna mhitaji fundi, kwa maana huyu mtu ni mbobevu kwenye eneo hili. Tunatambua nafasi yake na tunampa hiyo nafasi anayostahili. Tuko pamoja? Ndio maana tunaona maboresho yoyote kwenye eneo lolote linahitaji watu stahili. Tuko pamoja? Sema applies kwenye maisha ya kwetu. Kuna vitu vingi sana na kuna maeneo mengi sana, na katika kila eneo la maisha ya kwetu tunamhitaji Mungu na tunahitaji kumtambua yeye na nafasi ya kwake. Tuko pamoja? Ni vigumu sana kupata msaada wa Mungu. Neno la Mungu linamuita Roho Mtakatifu kama msaidizi, na ndivyo alivyo. Amina. Ni vigumu sana sisi kama vijana na kama kanisa tukapata huo msaada wa Roho Mtakatifu wa kuweza kutusaidia katika maisha ya kwetu ya kila siku, ikiwa hatutatambua nafasi ya kwake na umuhimu wa kwake kwetu. Tuko pamoja? Tuko pamoja, watumishi wa Mungu? Tuko pamoja, watumishi wa Bwana? Natamani ufahamu hili jambo moja hapa, ya kwamba kiwango na ubora wa maisha ambayo Mungu ameyakusudia, tuko pamoja, kwenye maisha ya kwako, kiwango na ubora ambacho Mungu amekusudia kwenye maisha ya kwako uweze kutembea hapa duniani katika ukamilifu na utimilifu ule ambao Mungu anautaka, upo katika mikono ya mtu anaitwa Roho Mtakatifu. Tuko pamoja vijana? Tuko pamoja? Kwa hiyo maisha ya kwangu mimi kama kijana, maisha ya kwangu kama baba au mama yoyote yule, amina, ili niweze kutembea katika kile kiwango ambacho Mungu amekusudia na ametaka nitembee hapa duniani, nikimwondoa huyu mtu anaitwa Roho Mtakatifu au msaada huyu Roho Mtakatifu, ni hiki kitu cha kufanikiwa nikiondoe kabisa au hakipo. Hata kama utafanikiwa, utafanikiwa nje ya mpango wa Mungu, au utafanikiwa kwa namna za kibinadamu hizo ambazo zinajulikana huko. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Lakini kwenye eneo la mafanikio ya Mungu ambayo tunaita ni mafanikio ya Mungu, lazima tutambue na nafasi ya Mungu na kumpa nafasi anayostahili. Tuko pamoja, watumishi wa Bwana? Tuko pamoja, watumishi wa Mungu? Maana huyu Roho Mtakatifu
Roho wa Mungu ndio amebeba structure nzima, ndio amebeba mpango mkakati mzima wa maisha ya kwetu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tuko pamoja? Kwa leo hii unapojiondoa wewe Mkristo, unaposema Mungu, mimi sikutaki, Roho wa Mungu sikuhitaji kwenye maisha ya kwangu, ni sawa unamwambia Mungu, yale maisha na kiwango cha ubora wa maisha ambao ulikusudia kwenye maisha ya kwangu ili niweze kutembea hapa duniani katika ushindi na ubora wote, mimi sikitaki. Tuko pamoja? Inawezekana hauongei kwa maneno hivi ukimwambia Mungu, lakini Mungu anapoona kwamba unakataa hicho, unakataa msaada wa Roho wa Mungu, unakataa msaada wake kwenye maisha ya kwako, ni wazi kabisa unampa huo ujumbe bila kumwambia. Tunaenda sawa, tumishi wa Mungu? Tunaenda sawa, tumishi wa Mungu? Unaona maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo, kuanzia alipoanza kazi ya kwake, alikuwa anatembea na neema na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kabla ya kuzaliwa kwake, nguvu ya Roho Mtakatifu ilihusika. Alipoanza kazi ya kumtumikia Mungu, kazi yote ya maisha ya kwake, Roho wa Mungu alikuwa juu yake. Tuko pamoja? Mimi na wewe ni nani tukashindwa kutambua nafasi ya Mungu na tukampa nafasi ya kwake? Tuko pamoja, watumishi wa Mungu? Tuko pamoja, watumishi wa Mungu? Moja ya siri ambayo ilijificha kwenye maisha ya Yesu, ambao Mafarisayo na Masadukayo walikuwa wanajiuliza, wameshindwa kuelewa huyu mtu na namna gani, ni huyu mtu, huyu Mungu, Roho Mtakatifu. Tuko pamoja? Tuko pamoja, watumishi wa Bwana? Tuko pamoja, watumishi wa Mungu? Inawezekana siongei katika kile kiwango cha ubora unachotaka wewe au ambacho umewahi kuzoea kusikia, lakini eka tu sikio lako, tende sikio lako kutamani kusikia Mungu akisema tu na wewe. Tuko pamoja, wala sio mimi. Amina, watumishi wa Mungu? Tuko pamoja? Kwa lazima tutambue nafasi ya Mungu kwenye maisha ya kwetu na kumpa hiyo nafasi anayostahili. Ina maana unapotambua na kumpa Mungu nafasi anayostahili, atajidhihirisha kwako na utukufu wa kwake. Naposoma neno la Mungu kwenye ile Yohana 14 mstari wa 17 utaona hapo. Tusome ile Rumi 1 pale mstari wa 28 hapo. Tusome hapo. Muda wetu unakimbia sana. Rumi 1:28. Rumi 1:28. Ndio mtumishi. Yeah. Na kama walivyokataa kuwa Mungu katika ufahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa. Inaendelea kusema wayafanye yasiyowapasa. Naomba urudie tena mtumishi wa Bwana. Biblia inasema na kama walivyokataa kuwa Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Asante sana. Narudia tena kusoma, anasema kama walivyokataa kuwa na Mungu. Ina maana walimtambua Mungu na walimjua Mungu ana uwezo na nafasi ya kwake, ila wakafanyaje? Wakaweka mgongo. Tuko pamoja, watumishi wa Bwana? Na walivyokataa kuwa na Mungu kwenye fahamu za kwao, Mungu aliwaacha. Mtumishi wa Bwana, Mungu hata kuingilia. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mungu leo hii hawezi tu kukuingilia hovyo hovyo. Anapokuja kwenye maisha yako anahitaji, atagonga, utamfungulia. Tuko pamoja? Mungu hataingia yani tu hovyo hovyo. Mungu ni wa utaratibu. Tuko pamoja? Tuko pamoja, watumishi wa Mungu? Na kama Mungu ni wa utaratibu, anaonesha utaratibu wa kwake na ni wa haki. Kwa hiyo kwenye maisha ya kwako anategemea wewe ukubali. Ndio maana hawa majamaa walipokataa msaada wa Mungu kwenye ufahamu wa kwao, kwenye akili za kwao, walipoona kwa kutegemea akili za kwao wanaweza, Mungu aliwaacha, hakuwaingilia. Wakaendelea na mambo yasiyofaa. Ila ni ukweli kabisa ya kwamba wangemtaka Mungu na wangempa Mungu nafasi ya kwake na wangempa Mungu ajidhihirishe kwenye hilo eneo, ina maana Mungu angefanya, kwa maana hiyo fursa na uwezo huo wa kufanya hivyo Mungu anao. Tuko pamoja, watumishi wa Bwana? Nimesema bila leo ni kidogo inaweza ikakushangaza, ila natamani uelewe. Amina, mtumishi wa Mungu? Tuko pamoja? Kwa hiyo lazima tufahamu, cha kwanza tutambue na kumpa Mungu nafasi anayostahili katika maisha yetu. Naomba tukimbie tuone lile jambo la pili. Tuone msingi wa pili hapa. Cha kwanza tumemtambua Mungu, tukampa nafasi anayostahili kwenye maisha yetu. Jambo la pili ni kujitambua sisi hapa katika nafasi na wajibu aliotupa Mungu.
Naomba msomaji twende pale waraka wa kwanza Yohana 2:14. Kujitambua katika nafasi na wajibu aliyotupa Mungu. Wa kwanza wa Yohana sura ya 2 14. Biblia inasema nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Ndio. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu na nguvu. Ndio. Neno la Mungu limekaa ndani yenu, nani mmemshinda yule mwovu. Asante sana. Anasema nimewaandikia ninyi akina baba, lakini msisitizo wangu natamani nitumie hapo kwenye vijana. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Anaendelea kusema na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Hili ni neno la Mungu, amina, sio la kwangu, amina. Neno la Mungu liko wazi kabisa, limemtambua huyu mtu anaitwa nani? Kijana. Tuko pamoja? Limetambua pia mtu anaitwa nani? Wazee. Tuko pamoja? Na neno la Mungu limetambua kabisa na kuoanisha kabisa, halijachanganya kwamba huyu ni mzee kijana. Limemtaja kabisa huyu ni mzee, limetaja kabisa huyu ni kijana, na limetaja kabisa huyu ni nani? Ni mtoto. Tuko pamoja? Na likaelezea kwa uwazi kabisa kwamba huyu kijana kuna kitu fulani na fulani ambacho Mungu anakitegemea ndani ya kijana. Tuko pamoja? Na kuna vitu fulani ambavyo Mungu anaviona kwa kijana havioni kwa mzee. Tuko pamoja? Na kuna uwekezaji fulani ambao Mungu ameuwekeza kwa kijana, kwa mzee haupo. Tuko pamoja? Si kwa sababu sio wa Mungu wote, ni kwa sababu wote ni wa Mungu, lakini uwekezaji wao ni tofauti na majukumu yao ni tofauti. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ndio maana unaona kwa nguvu na uwezo ambao kijana anao mzee hana. Tuko pamoja? Tuko pamoja watumishi wa Bwana? Hana si kwa sababu gani? Hebu naomba tuone kitu fulani hapa, alafu turudi hapa. Kuna neno la Mungu kwenye hii Zaburi. Zaburi 37 mstari wa 15. Anasemaje hapo? Naomba nikusomea. Anasema alikuwa kijana, sasa ni mzee, ila sijafanyaje? Sijaona mwenye haki amefanyaje? Ameachwa. Huyu ni mtumishi wa Mungu Daudi. Anasema nalikuwa kijana. Tuko pamoja? Nami sasa, kuna mahali anasema nami sasa nini? Ni mzee. Tuko pamoja? Ina maana huo ujana ulikuwa ni kipindi cha muda ambao Mungu alimpa kama zawadi. Tuko pamoja? Tuko pamoja watumishi wa Mungu? Anasema nami sasa, kwamba wakati huu na muda huu yeye ni mzee tayari. Tuko pamoja? Unanielewa mtumishi wa Mungu? Unanielewa mtumishi wa Bwana ambaye uko mahali hapa? Anasema nalikuwa kijana na sasa ni mzee, lakini anamalizia pale, sijawahi kuona mwenye haki amefanyaje? Ameachwa. Sasa nitakuonyesha vitu kadhaa hapo kwenye hilo eneo hapo, uweze kuelewa kwa nini Mungu anajaribu kutusemesha kwenye hilo eneo. Anaposema alikuwa kijana na sasa hivi ni mzee, na hajawahi kuona Mungu akimwacha watu wenye haki ya kwake, ni wazi kabisa kipindi cha ujana wa kwake Mungu ilikuwa ni eneo au kielelezo ambacho Mungu alikuwa anakitumia kuleta taarifa huku kwenye kipindi cha uzee. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ina maana kwenye ujana wa kwake huyu mtumishi wa Mungu Daudi alivyokuwa anamuishi Mungu kwa uaminifu na anatembea na Mungu, alikuwa anajaribu, Mungu alikuwa anamuonyesha kwamba katika ujana wote na katika mazingira yote na katika hali zote, hata ukija katika huu uzee, kuna kitu fulani natamani kuwaambia hawa watu waweze kuona. Tuko pamoja? Na ambacho Mungu alikuwa anakileta na nakibeba kutokea ujana wa Daudi mpaka huko kwenye uzee, alikuwa anajaribu kuwaambia kwamba Mungu nani? Ni mwaminifu. Tuko pamoja? Kwa hiyo watu wote ambao wanamtegemea Mungu, inawezekana yupo kijana mahali hapa, uko kama mimi na mimi ni kijana, amina. Inawezekana umepoteza tumaini la maisha ya kwako, ukiangalia ukitathmini kwamba kuna haja gani ya kuendelea kujitunza au kujiweka sawa na kukaa sambamba vile ambavyo Mungu anataka. Inawezekana ukiwa unatazama huko duniani na vijana wengine usione uthamani wa kwako, lakini wazi kwamba ujana wa kwako ni wa thamani na ni wa kipekee mbele za Mungu. Tuko pamoja? Nikusihi sana wewe kijana ambaye uko mahali hapa, usijitazame ujana wa kwako kwa kuangalia au kwa vile tu watu wanasema vijana walivyo.
Jaribu kuchukua picha halisi ya kijana ambaye neno la Mungu, ambaye Mungu anamsemea kutokea kwenye neno la kwake. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Unapoishi neno la Mungu, unapoishi ile picha ya Mungu ambayo anaiona kwenye maisha yako, hauwezi kuwa mtu wa kawaida. Ndio maana neno la Mungu linakuona wewe tofauti na ambavyo watu wengine wanakuona, au vijana wengine wanakuona, au watu wengine wanakuona. Neno la Mungu liko wazi kabisa, limesema, kijana, nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Neno la Mungu limeuanisha kabisa, likasema ndani yenu una nguvu. Kwa hiyo wewe kijana ambaye uko mahali hapa, uelewe na utoke na ujumbe kwamba ndani yako una nini? Una nguvu. Tuko pamoja? Anaendelea kusema, na neno la Mungu linakaa wapi? Ndani yenu. Nikuibia siri moja tu ya kipekee hapo, kwamba moja ya chanzo cha nguvu za Mungu ambazo zipo ndani ya kijana, hiyo chanzo cha Mungu ni neno la kwake Mungu. Tuko pamoja? Hilo neno la Mungu ndio linatengeneza nguvu na ndio linaendelea kusababisha ndani yako kama kijana uwe na nguvu na mvuto. Tuko pamoja, watumishi wa Bwana? Tuko pamoja, watumishi wa Bwana? Watu ambao kidogo walikuwa na background nyuma ya mambo ya ushirikina wanaweza wakawa wanajua kwamba kuna vitu fulani ili wavifanye huwa wanahitaji nguvu fulani ya kuwawezesha kufanya hivyo vitu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Vitu fulani, biashara ifanyike hivi, wenyewe wanatafuta nguvu za upande wa pili, upande wa giza, ili ziwafanikishe kwa namna hiyo. Ila sisi au mimi na wewe, mtumishi wa Mungu ambaye tunamwamini Mungu, hiyo sio njia ya Mungu. Tuko pamoja, watumishi wa Bwana? Tuko pamoja, watumishi wa Mungu? Tunaenda sawa sawa, watumishi wa Bwana? Anasema, nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu iko ndani yenu. Anaendelea kusema, nanyi mmemshinda yule mwovu. Nguvu za kumshinda mwovu, nguvu za kumshinda adui zinatokana na namna ambavyo unajiweka na unajidhabihu mbele za Mungu. Tuko pamoja? The way unajisacrifice maisha yako mbele za Mungu, unatembea vile ambavyo Mungu anataka na vile ambavyo inampendeza Mungu, ndio kitakachokusaidia kuweza kumshinda adui. Ni ngumu sana kumshinda adui kama hatujakaa kwenye uwepo wa nani? Wa Mungu. Tuko pamoja, watumishi wa Bwana? Tuko pamoja, watumishi wa Mungu? Natamani tuendelee hapa. Anasema, nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Kwa hiyo ukiona maisha ya mtu yamejawa na uovu na dhambi, ni wazi kabisa na ni hakika ya kuwa huyo mtu hana neno la Mungu la kutosha ndani yake, ambacho kitaweza kumsaidia kushinda mazingira ya uovu ambayo anakumbana nayo. Tuko pamoja? Ni wazi kabisa huyo mtu hana muda na Mungu wa kwake, kwa maana huo uwekezaji wa Mungu wa kwake ambao atakuwa nao katika Mungu ndio ambao utamsaidia kushinda nguvu za upande wa pili. Na ni wazi kabisa kama anaongelea nguvu, tuko pamoja, ujue pia upande wa pili ambao wanashindana na vijana na wenyewe wana nguvu. Tuko pamoja? Kwa maana hakuna namna wanaweza kushindana na kitu ambacho hakina nguvu. Tuko pamoja, watumishi wa Mungu? The way unashindana na kitu fulani, unashindana na mwovu, ujue kabisa mwovu na yeye ana nguvu. Tuko pamoja? Na nguvu za kumshinda mwovu tunazipata wapi? Tuko pamoja, watumishi wa Mungu? Tuko pamoja, watumishi wa Bwana? Naomba tuendelee hapa. Ukisoma neno la Mungu kwenye ile Ayubu 22:21, neno la Mungu liko wazi sana. Anasema, jue sana Mungu ili uwe na nini? Na amani. Anasema, ndipo umeme yatafanyaje? Utakapokujia. Sema, mjue sana Mungu. Anapotueleza kwenye neno hili, Mungu anapotusemesha tumjue sana yeye, na maana ni kabisa hiyo ni fursa ya Mungu. Mungu anatamani tumjue. Tuko pamoja? Mimi ninaposoma neno la Mungu, ninaposoma kila mstari, ninasoma huo mstari kama fursa ya kwangu mimi ya kumuona Mungu. Kwenye kila eneo ambalo huwa nasoma nikitegemea kwamba kwenye hiki au kwenye eneo hili namuona Mungu. Tuko pamoja? Kona ni wazi kabisa kwamba anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ni wazi kabisa Mungu anatamani niwe na amani kwenye maisha ya kwangu kama kijana, na ni wazi kabisa Mungu anatamani kwenye maisha ya kwetu sisi watu wote tunaomwamini tuwe na amani. Tuko pamoja? Tuko pamoja, watumishi wa Mungu? Anasema mjue sana Mungu. Hajaishia tu kusema mjue Mungu ishie hapo. Anasema mjue sana, msisitizo ni mjue sana. Tuko pamoja? Sio mjue tu kwa sababu ni Mungu, hata shetani pia anamjua ni Mungu. Tuko pamoja? Lakini Mungu anaweka msisitizo, mjue sana. Mfahamu kwa kina Mungu ni nani.
Tuko pamoja. Leo hii mtumishi wa Mungu ukichukuliwa na mtu akakwambia, hebu nielezee juu ya habari ya huyo Yesu, utawaeleza nini? Aambia niambie juu ya habari ya huyo Yesu uliye naye, nawezaje kunisaidia? Utamweleza nini huyo mtu ikiwa haujapata muda wa kwako binafsi kama kijana, kama mtumishi wa Mungu, kuwekeza kwa Mungu na kutamani kumjua Mungu? Na anaposema mjue Mungu sana ili uwe na amani, anasema kabisa lazima ujue kabisa kwamba ili amani ya Mungu inatokana katika kumjua Mungu. Leo unapomjua Mungu sana, ndio kiwango chako pia cha amani kitaamua kiwe namna gani. Leo hii hapa mchungaji hapa akitokea mganga hapa au mchawi, mchungaji hana shida. Hata wewe mtumishi wa Mungu, nisimsemee baba hapa, amina, hata wewe hapo hautakuwa una shida. Tuko pamoja, kwa sababu unajua unafanyaje, unajua aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye katika wapi, katika dunia. Tuko pamoja. Kutokana na huko kujua ndani yako kunakupa ushindi tu wa mambo fulani fulani, hauwazi. Kwa hata mchawi akija nyumbani kwenu pale na matunguri ya kwake, wewe hauna shida, hauwazi. Tuko pamoja. Why? Kwa sababu unajua kuna vitu unachokijua. Tuko pamoja. Kwa the way unavyomjua Mungu kwenye maisha ya kwako sana, inakutengenezea mazingira ya ushindi katika vitu vingi kwenye maisha ya kwako. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Leo hii mende akiwa anapita hapa, huyu kaka anaitwa Boazi hapa hawezi kukimbia akitetemeka akimuona mende. Tuko pamoja, kwa sababu anajua solution ya huyu mende asiendelee kunisumbua ni kuchukua tu hapa na kumpiga na kuishi. Tuko pamoja. Sema applies uwekezaji wa maisha ya kwetu kama vijana, tukiwekeza katika kumjua Mungu sana na kumfahamu Mungu sana, kuna vitu vitakuwa ni vitisho kwetu. Na tutashinda kwenye kila eneo la maisha, na maisha yetu tutakuwa na utulivu na kustawi. Tuko pamoja. Tuko pamoja watumishi wa Bwana. Muda wetu sio rafiki sana, ila naomba nitamalizia tu kwa mambo machache hapo. Jambo la tatu ambalo tutaishia hapo kwenye huo msingi wa tatu ni kuomba, kujipatia moyo wa hekima. Kwa kwenye hiyo misingi mitatu ambayo nimekwambia hapo, msingi wa kwanza nimekwambia kutambua na kumpa Mungu nafasi anayostahili. Kwa kama kijana lazima upambanue na ujue Mungu ana nafasi gani juu ya maisha yako kwako kama muamini, kama kijana. Jambo la pili, ufahamu kabisa kwamba lazima ujijue wewe kama kijana ni nani, na ujitambue na ujielewe. Amina. Unapojitambua na ujielewe, unaondoa makosa mengi ambayo hayana msingi. Tuko pamoja. Jambo la tatu ni kujipatia moyo wa hekima. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Ili uweze kupanuka, ili uweze kukua kama kijana, unahitaji hekima ya kimungu iweze kutembea pamoja na wewe. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Sasa twende tuone hapo. Neno la Mungu limeweka wazi kabisa kwenye ile Waefeso 5:15. Tusome hapo. Yako maandiko mengi sana yanayoelezea jambo hili, ila natamani tuone tu hilo hapo. Waefeso 5:15 Biblia inasema, ndio, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, asante, bali kama watu wenye hekima. 16 ndio, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Asante sana mtumishi wa Bwana. Anasema angalieni sana jinsi mnavyoenenda, tusienende kama watu ambao hawana hekima. Anasema bali neno la Mungu linatuambia kwamba tuenende kama watu ambao wana nini? Wana hekima. Moja ya kazi ya hekima neno la Mungu limeweka wazi na kudhihirisha hapo, mkiukomboa nini? Wakati. Kwa hiyo hekima ya kimungu kwenye maisha ya kwetu ina kazi ya kutusaidia kukomboa wakati, kukomboa muda. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Unapokuwa na hekima juu ya jambo fulani, hautahitaji kutumia nguvu nyingi au muda mwingi kufanya hilo jambo. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Unapokuwa na hekima kwenye maisha ya kwako, kuna vitu vingi hautainvest muda wako, hautawekeza muda mwingi kufanya hivyo vitu, kwa maana unajua hivyo vitu sio vya msingi na havileti manufaa kwenye maisha ya kwako. Kwa hekima itakusaidia kupambanua, kujua cha kufanya, kipi kilicho sahihi na uwekeze huko, na usifanye kipi ambacho sio sahihi usifanye huko. Tuko pamoja watumishi wa Bwana. Anasema tujipatie moyo wa hekima. Huo ni msaada wa kipekee sana kwa kila kijana ambaye yuko mahali hapa. Tuko pamoja. Siku ya leo haiishii tu kuwa sherehe ya kusherehekea kitaifa, no. Ila pia sehemu hii ni karakana ambayo Mungu anatamani kila kijana tujiangalie na tujione tuko wapi. Tuko pamoja. Ndio maana neno la Mungu linaitwa kama kioo.
likijaribu kutuelekeza na kutuonesha kwa sasa sisi tupo katika hali gani na wapi tunapaswa kuwepo. Tuko pamoja, mtumishi wa Mungu. Kwa neno la Mungu liko wazi kabisa na limefunua hili jambo na limefunua ujumbe huu kwamba Mungu anatamani tuwe vijana ambao tumefanikiwa. Na moja ya vitu vichache kati ya vile vingi sana ambavyo neno la Mungu vimedhihirisha ni hivi ambavyo nimekutajia hapa. Tuko pamoja. Tukitambua nafasi ya Mungu iko wapi na tukampa Mungu nafasi ya kwake. Ukijitambua wewe mwenyewe binafsi kama kijana, wewe ni nani ndani ya Mungu. Ukijielewa, tuko pamoja, na ukajua kama kijana wajibu wangu ni huu na huu na huu na huu. Tuko pamoja. Nani atatu tukimsihi zaidi Mungu akiendelee kutupa neema ya hekima ya kutembea katika hicho ambacho ametupa. Tuko pamoja. Nikwambie wazi kabisa, mtumishi wa Mungu, huu ujana ambao tunao ni wa thamani sana. Naomba nikusomee kwa nini huu ujana ambao Mungu ametupa ni wa thamani sana, alafu nitaishia hapo tu. Kwenye ile Timotheo wa kwanza mlango ule wa 4 mstari ule wa 12 anasema, mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo, imani na usafi. Tuko pamoja. Anasema mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Neno la Mungu linatuambia kabisa mtu awaye yote asiudharau. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Ina maana najaribu kukuwekea na kukufafanulia kiurahisi kabisa uweze kuelewa. Tuko pamoja. Kitu chochote ambacho unaona neno la Mungu linaweka msisitizo kisidharauliwe, ina maana kina thamani. Tuko pamoja. Ndio maana Mungu anakusemesha ili usiendelee ujana wako usiendelee kudharaulika. Usiruhusu mtu audharau nini? Ujana wa kwako. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Na Mungu haji kusimama kwenye nafasi ya kwako kama kijana aingie hapo akusaidie wewe kwamba usiudharau. Anakuambia wewe mwenyewe katika nafasi ambayo Mungu, simama kidete hapo kwenye ujana wa kwako, usiruhusu. Tuko pamoja. Tuko pamoja, watumishi wa Mungu. Anasema mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo. Tuko pamoja. Kwa ili uwe kielelezo, ili tukufanye kweli, ni jukumu la kwako wewe kijana kujiweka namna ambavyo utakuwa kielelezo kwa Wakristo wengine. Kwa Wakristo, kwa watu wanaoamini na kwa watu pia wasioamini. Ni jukumu la kwako wewe. Tuko pamoja. Neno la Mungu limesha kuibia hiyo siri kwamba mtu yote asiudharau ujana wako. Ina maana ujana wako wa kwako wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Tuko pamoja, mtumishi wa Mungu. Tuko pamoja, mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo upekee wa kitu na uthamani wa kitu haukianzii tu na nje, bali ndani ya kwake, kwa namna unavyokithamini na kukitunza. Tuko pamoja, mtumishi wa Mungu. Anasema mtu yote asiudharau ujana wa kwako. Uelewe hili jambo. Kama kitu hakina thamani, na ujue njia ambayo mojawapo adui anaitumia akitamani kukudhoofisha wewe ni kukudharau, kukutengenezea mazingira wewe mwenyewe ujidharau. Ina maana unapojidharau utajiona wewe hauna haja ya kujitunza. Unapojidharau wewe mwenyewe unaona hauna haja ya kuheshimika, kwa hiyo utakuwa ni kitu cha kawaida sana. Unapojidharau wewe mwenyewe au mazingira ya kujidharau utakapoyaruhusu, ina maana mtazamo wa kwako juu ya namna ulivyo pia utapotea. Mtazamo ule sahihi juu ya namna wewe ulivyo utapotea, kwa maana umesharuhusu hilo jambo lingine. Tuko pamoja, watumishi wa Mungu. Leo hii ukitaka kujikinga na pindupindu lazima uwe mwangalifu juu ya namna unashika nini, unashika wapi na unakula nini. Tuko pamoja. Tuko pamoja, watumishi wa Mungu. Sema applies njia ambayo mojawapo adui anatumia kututengeneza au kujaribu kutengeneza mazingira ya kuharibu maisha ya vijana wengi ni kutengeneza mazingira yaliyo wazi ya kuonyesha kwamba vijana nyie hamna kitu. Tuko pamoja. Na wewe ukikubali hilo wazo la adui na kuliruhusu kwenye maisha ya kwako, ni wazi kabisa kuna vitu ambavyo Mungu alitamani avitumie kwako kama kijana ili kuwaeleza wengine jinsi Mungu alivyo, vinakuwa vinashindikana. Wapi? Umeruhusu mwenyewe. Tuko pamoja. Lakini wazi kabisa Mungu anatamani uelewe hili jambo. Na nakuishia tu hapo siku ya leo kwamba Mungu anatamani wewe kama kijana usije ukaruhusu mtu akaudharau ujana wa kwako. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Wakati
Namalizia, naomba nikuambie hili jambo, uelewe kabisa ya kwamba katika ufalme wa Mungu ujana ni mojawapo ya lango ambalo ufalme wa Mungu huutumia kujitangaza ni nini ambacho Mungu anakifanya kwa watu wake hapa duniani. Tuko pamoja? Ndio anasema uwe kielelezo. Kwa hiyo Mungu anatumia nafasi na maisha ya ujana wetu kujielezea yeye Mungu ni nani kwa watu. Amina. Leo hii tukitamani watu fulani wamjue Mungu au wamuone Mungu, lazima mimi kama kijana nijiweke katika mazingira ambayo watu watamuona Mungu halisi kupitia mimi. Tuko pamoja? Nikiwaambia kwamba Mungu anaweza kufanya kitu fulani, Mungu anaweza kufanya jambo A, lazima mimi hapa niwe image ya hicho kitu kwanza ambacho Mungu anaweza kufanya. Niwe picha hicho kitu ambacho kwanza Mungu anaweza kufanya. Itakuwa ni rahisi pia kukuelezea wewe ukaelewa Mungu anaweza kufanya nini. Tuko pamoja? Ukimkuta kijana fulani yupo katika uraibu au ni mlevi au ni mvuta bangi, ukimwambia Mungu anaweza kuokoa, lazima kwanza maisha ya kwako yaakisi vile ambavyo Mungu alivyo. Tuko pamoja? Ili iwe ni rahisi kumweleza huyu. Tuko pamoja? Akakuelewa na akaamua kuruhusu kwamba mimi namtaka huyo Mungu wako ili aweze kunisaidia. Tuko pamoja? Itakuwa ni vigumu sana watu tukienda kuwashuhudia na kuwaeleza juu ya habari ya Yesu ikiwa sisi huyo Yesu hatumuishi. Tuko pamoja? Lazima sisi tuwe kielelezo katika maeneo yote ambayo hapo neno la Mungu kwenye hiyo Timotheo imeelezea. Tuko pamoja, watumishi wa Bwana? Naomba usimame, mtumishi wa Bwana. Yapo mambo mengi sana hapo kwa neema ya Mungu ambayo tulikuwa tumeandaa kwa kadiri ambayo Mungu alinipa neema, ila hayatuwezi kumaliza yote. Amina, hatuwezi kumaliza yote kutokana na muda, ila jambo la msingi naamini katika vitu vingi au vichache ambavyo Mungu ametupa neema, kuna jambo moja ambalo unaweza ukawa unatoka nao siku ya leo mahali hapa.